Kenya ni home jamaa. Morara Kebaso, yes, yeah. Our president was 27, bro. Morara Kebaso. From the dollar fresh. Morara Kebaso. Bikiji, Karada, bro. Bikiji. Our president. Morara Kebaso. Morara Kebaso. Awangezigae. Thank you so much to Team Morara. Thank you so much for supporting Morara. May Almighty God bless you. I know kuna watu wengi sana wanampiga vita. Kuna watu wengi sana wanasema kwamba Morara anakampeniwa na kina Rigathi Gachagua, mara wanasema Jimmy Wanjigi. And yesterday guys, we saw Morara aliposti nyumba yake. Not yake, sorry. Nyumba alikuwa amepewa na Awel Wisha mwenye Komaju. Na akaandika tu vizuri akasema this house nimepewa na Awel Wisha mwenye Komaju. But people have taken advantage. Wameanza kusema hiyo nyumba ni yake, amenunua na pesa zetu. And I've been seeing Morara responding, of which I'm not happy. We had agreed, or we had said as Morara soldiers, hatutaki Morara ashinde akijibu watu kwa mtandao akisema nyumba si yangu, sijakula pesa, I'm not a conman. No, we said Morara hafai kujibu anything. Anyway, before tuendelee na discussion, Morara finally kuna mahali alikuwa ka meeting jana usiku, ameweza kuongea who is funding him. So nataka tukasikize kidogo, then we will continue discussing. Please have your seats. I'm profoundly aware. These people don't do any research. They don't read. They don't want to write laws. They are busy registering companies to do business with government. It's deal and deal making. The first thing that we need to do is change the mind of 70% of the voter in Kenya who is in the rural area who still believe these people are a savior. We need to change them first to forget about tribalism and to reject money from politicians. It is true, I'm not lying. He said it even before he gave me the microphone. He said, come and tell us whether you're going to be like them. It is true, I'm being funded by Kenyans. I don't deny it. In fact, even if you invite me to church on the podium, I'll accept it. I am funded by Kenyans. Kenyans bought me a vehicle and a sound system, and I've been using it. I've used it proper, and I'll use it badly so. It is true that I've been funded. Why am I being funded by Kenyans? Because first, I'm limited. Mimi nilianza kutumia pesa yangu namaliza 1 week. Itaisha yote. And then I'll come back with them together. We need to change something called campaign financing in Kenya. Because the culture of campaign financing in Kenya is that we expect money from politicians. We only want rich people to lead us. You see? That is why a governor who has done a corruption scandal at NYS gets elected at home. Another one is an MP in Rift Valley and a deputy speaker did corruption at the Judicial Service Commission. My own member of parliament at home alitoka kwa corruption scandal Kenya Ports Authority akachaguliwa kwa mbunge. Governor Kakamega, corruption scandal Ketraco, governor. Are we rewarding mediocrity? Yes. Because that's what we are doing. We need to change campaign financing. Because if a Rotarian here says, I'm inspired by the speech by Morara, I want to take leadership in our country, I've identified a place, mimi nitaenda huko ninang'ane na kina mama wenzangu ama kina wazee wenzangu. How willing are Rotarians to support this person? You don't have to support them in cash.
You can show up for them. You can be their volunteer. You are a communications expert. You can come and join their team and work for free. You can be their security. Tukusindikize. Or you can tell them hapa ni home, mimi najua watu hapa vizuri, siku naenda nyumbani wacha mimi ndio nikutembeze. There is surely something you can do if you don't want to give them money. And you don't want to give them money, tell them to send you their design of the poster, go bring for them 5,000 posters in town, give to them. But support your own. Otherwise, there is no chance of leaders of integrity ever getting a chance in this country because they don't have the money. They don't have the billions. These people have already stolen billions and are prepared for the next election. What do you have? What chance do you stand against them if you are not supported by the people? The reason I continue to accept donations and support from the Kenyan people is so that I can change the story. And I want to assure you that I will be a person of integrity and there is no name that scares scandal. Because if I lose the trust of Kenyans, you will also lose the trust. Watasema kuna jamaa alikuwa anaitwa Morara alikuja hapa akatudanganya the same way. You are telling us about something we've seen and heard. So Rotarians, it's your moment. Take it up. Thank you and God bless you. Kusikia ameweza kusema yule mtu ambaye anamfund. Si mlikuwa mnataka kujua nani huwa anafund Morara? Morara amesema ni Wakenya wanamfund. So Morara, watu wengi sana hata kwa comment section wale ambao ni diehard fans wa Morara wamekuwa wakimuoni sana awachana na mambo na kuposti na kujibu mara mimi si con, waje kuniita con, mara sijui nini. We said yeye a focus because government bloggers wako online to divert Kenyans mind. Unaona already yeye pia hiyo kitu inamhaunt kwa akili yake, like wananiita con and I'm not a con man. Hiyo kitu itafanya inamtrigger. We said as long as anajua it's Kenyans funding him, afai kukaa kwa mtandao kujibu wale bloggers. Hiyo ndio raha ya bloggers venye anaendelea kuwajibu. The blogger ukiendelea kuwa entertain, wataendelea kukutuzi zaidi, wataendelea kukuja na mambo mingi zaidi. Like today, yesterday I saw them saying like ile nyumba yenye Morara aliweza kupewa na one of the fan mwenye akoma juu, alimpatia akamwambia ndio ukaeke ofisi yako hapo. Walianza kusema kwamba Morara amenunua nyumba na zile pesa zenye tumemchangia. And I was like, you people, are you serious? Morara ameanza hii kazi juzi tu. So how much mulitanga yenye ingetosha ile nyumba kubwa hivyo? Sijui ni mansionette mnaita. Hiyo nyumba ni kubwa sana. Hata Morara angeanza kununua hata kama alichangiwa pesa ngapi, hawezi akanunua nyumba yenye iko ready made like that. Wengine wakasema hiyo ni nyumba yake, sasa mmemchangia pesa aende akamalizia ingie kama ni ofisi, kumbe ni kwake. We don't want to know. Iwe kwake, iwe ofisi, sisi we don't want to know. Sisi whatever we know ni amepewa nyumba na a well wisher yenye itakuwa ni ofisi ya Morara, atakuwa akifanyia kazi zake kule. Remember, we need researchers. A researcher lazima akae comfortable mahali atakaa, atulie, afanye research yake vizuri. Tuko na security office, Morara pia kuna ofisi yake hapa na finalize vitu zake. So we need a place where hata mimi nikitaka kuenda kule naweza kaa na Morara, tupige story, tuingie live, tufanye interview. Those are the things we wanted. But hii mambo ingine ya kushinda kumwambia ilikuwa atutaki kama team Morara aendelee kujibu kwa mtandao. Sisi kama team Morara tutasimama na wao. Na Morara amesema vizuri sana. Tunataka tufanye civic education in our villages. Angalau tuweze kuelezea our mothers, our fathers, our sisters, our brothers. Like we don't need politicians to fund campaigns. Hatutaki waanze kutumia pesa yoyote kupeana kwa wanakijiji. Hiyo pesa baadaye ndio wanaingia kule, wanaanza kuiba, wakishaiba sasa tunabaki kama Wakenya tunalia. Tunataka mtu akisimama, tunampigia kura hata bila kumuitisha kitu yoyote. Ndiposa akuje kurudi atufanyie maendeleo. Asije akaingia kule aanze kuiba kurudisha zile pesa zake ambazo alitupatia. I've been telling you in our village,
Nilikuwa naenda kule nasikia mimi sasa nitaenda kupigia mtu fulani because yeye ndio nimekula pesa yake. Already unaona hiyo mentality iko kwa wazazi wetu. Like nitakula, yeye akiingia si ataenda kuiba mingi. Vitu kama hizo ndio tunataka tufunze our parents wajue kwamba zile pesa ambazo tunapokea kutoka kwa politician, baadaye ndizo wakiingia wanaanza kuiba mpaka sisi tunabaki hatuna chochote. Number 2, we need frontiers. Au frontiers wenye watakuja, tuseme Morara amekuja Kisii. Frontier amejitolea kwenda kufanya kazi. Definitely Frontier atahitaji kukula lunch, atahitaji maybe cafe kama wanatoka mbali kwenda kufanya hiyo civic education. So that's why Morara amekuwa akiomba ule msaada ya kitu kidogo tu mko nacho angalau iweze kumsaidia. That's why amekuwa akisema a well wisher mwenye atajisikia anichangie, naomba anichangie because hawa watu watahitaji transport. Yenye mwenyewe wako na magari. Hizo magari zenye ziko na sound lazima waweke mafuta. And that's why anahitaji hiyo support ya Wakenya. Na mkumbuke pia kuna vijana hawajaweza kuelewa rights zao. That's why tunataka civic education itembee vizuri. ID pia nimeona leo wamesema zitakuwa zinatoka within 10 days. That's why nimewaambia guys, hata hapo online tunachangia sana because the more we are crying online, the more tunatuma vijana waende kushika ID wakiturudishia feedbacks, tukifanya mavideo tukiambia kila msee hivi ndivyo unafaa uende uchukue ID yako, pia inatusaidia. Leo tumeona wamesema ID zitakuwa zinachukua 10 days, passport 7 days. So hiyo ni kitu mzuri na nataka kama wewe umefika pale Huduma Center urudi hapo tuambie, je, ni ukweli vile wameweza kutuambia ama imekuaje? So as for me, I will always support Morara. Now one thing I'm going to tell Morara, avoid kujibu hao mabloggers wa government. They are trying to divert our attention. They are trying to divert your focus. Urudi ukianza kusema wanasema naiba, wanasema just focus, wacha tufanye kazi yenye ulikuwa umeanza. Wachana na bloggers kabisa. Wacha waongee vile wataongea because at the end of the day guys, huu mtandao ufanye mazuri ufanye mabaya, they will only talk bad things. Hakuna mtu amewahi fanya mazuri wakasema mazuri yake, wataongea tu mabaya. So Morara, what I'm going to advise you, just focus. Achana na hao watu kabisa. Wacha tusukume gurudumu mbele, kaende. Anyway, to Team Cyprian, I can say thank you so much. You have been supporting Morara, you have been supporting me. Mungu awabariki, msiwahi lemewa. Anyway guys, have a good day. See you in our next video.